tumekuja nayo ya epuka matapeli, Jumuiya ya Wazazi Morogoro mjini tuko tayari kushiriki uchaguzi Oktoba 2025. Tunafanyaje? Oktoba 2025 tunafanyaje ndugu zangu? CCM oyee! Lakini katika ujumbe huo tumeweza kutembelea hospitali ya mkoa, tumepeleka mahitaji yetu, lakini pia tumepeleka salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea pekee wa Chama cha Mapinduzi aliyepitishwa na vikao halali, Daktari Samia Suluhu Hassan. Amefanya kazi nyingi, amegusa karibu kila idara kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma stahiki, wanapata huduma bora ambazo yeye kama kiongozi mkuu amekuwa akizipambania kutafuta fedha huduma hizo wananchi waweze kuzipata kwa wakati. CCM oyee! Sasa sisi jukumu letu ni kumsaidia. Tunamsaidia vipi? Jambo la kwanza ni kutimiza wajibu wetu kama kiongozi. Lakini jambo la pili, kushiriki vikao ambavyo vipo kwa mujibu wa taratibu za chama chetu, kwa maana kwa mujibu wa kanuni ya Jumuiya ya Wazazi. Sisi ndio wenye jukumu la kuhakikisha karibu kila kitu ambacho kinamgusa mwananchi moja kwa moja, Jumuiya ya Wazazi tumepewa jukumu hilo kulisimamia. Litakuwa ni jambo la ajabu kwenye maeneo yenu, kwenye kata yako inatokea shule ufaulu ni hafifu, nyinyi Jumuiya ya Wazazi hamjawahi kufanya ziara kwenye hiyo shule kuangalia, moja, walimu pale wana changamoto gani, lakini mbili, wanafunzi katika mazingira ya pale ya kujifunza ni mazingira yale pengine ni rafiki kwao, kuna walimu wa kutosha, walimu wanaingia darasani kwa wakati, watoto wanapewa mazoezi kwa wakati, vifaa vya kujifunza na kufundishia vinapatikana. Hayo yote ni ninyi Jumuiya ya Wazazi mnapaswa kufanya ziara katika mashule hayo. Na mimi sidhani, niwauliza, ni wangapi wana namba za simu za maafisa elimu kata? Nyosha mikono. Mnaweza mkatazama wenyewe ndugu zangu. Baraza zima hawazidi watu 20. Sasa unategemea zile shule pale kwenye eneo lako ufaulu unaongezeka vipi, wakati wewe mwenye jukumu la kwenda kufanya hiyo kazi, kuhakikisha kwamba unakwenda kusimamia, kwenda kukagua, hauna mawasiliano na afisa elimu kata? Hiyo ni moja ndugu zangu. Lakini jambo la pili, ni waulizeni, ni wangapi hapa mna namba za simu za hawa mabwana afya hao, mabwana afya wa kata? Watu ni wale wale, mnaweza mkaolewa ndugu zangu. Lakini jukumu hilo kwanza kabisa linasimamiwa na Katibu Elimu, Malezi na Mazingira, ambaye anafanya kazi chini ya katibu wa Jumuiya ya Wazazi wa eneo husika. Nyinyi jambo la kwanza ambalo mnatakiwa kuwa nalo ndugu zangu, kwanza mhakikishe mnafanya ziara kwenye zahanati zetu, vituo vyetu vya afya ambavyo vinapatikana kwenye maeneo yenu. Muangalie kule waja wazito, jamani, si wazazi watarajiwa? Uongo kweli? Mwende kule mkasikie wanapewa huduma stahiki, wanajibiwa vizuri. Mnaweza mkajikuta watu wanalalamika kwamba jamani, tunapata huduma mbovu, tunajibiwa vibaya. Kwa sababu gani? Ninyi hamjatimiza wajibu wenu kwenda kutembelea maeneo na kujiridhisha. Na ukienda pale hakuna kukuzuia, kwa sababu ni sehemu ya majukumu yako. Unakwenda pale kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye kitengo cha malezi, CCM oyee, ambapo pale unakwenda unawauliza, mfano leo hii kata Sabasaba, mganga mkuu mfawidhi wa mkoa wa Morogoro amekutana pale na wazazi. Haya, wangapi mna taarifa? Mtu mmoja mwenye taarifa. CCM oyee. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tukiwa na mahusiano ya karibu na watu hao, moja, inajenga mahusiano kati yako wewe na yeye, lakini mbili, itakufanya wewe kazi yako iwe nyepesi, sababu kila jambo akilifanya wewe utakuwa ni sehemu
ya kuweza kualikwa ukashuhudie kwa vitendo ambacho kinafanyika pale CCM oyee. Lakini pia ndugu zangu, linakuwa ni jambo la ajabu tatizo ambalo wewe ulipaswa ulisimamie mpaka viongozi kutoka wilaya ndio tunakwenda kusimamia. Tafsiri yake ni kwamba viongozi wa wilaya tunaoingilia viongozi wa kata kwenye majukumu yenu. CCM oyee. Hiyo kiuongozi ni mbaya. Uongo kweli? Simjipigie makofi katika hilo. Kila mmoja anapaswa kujua wajibu wake ni nini kama jumuiya ya wazazi. Ukisimama vizuri, ninaamini tutegemee ongezeko la ufaulu kwenye shule zetu za msingi na sekondari kwenye kata zetu. Lakini vile vile tutegemee upatikanaji wa huduma bora za afya kwenye zahanati, vituo vya afya vinavyopatikana kwenye maeneo yetu. Lakini pia tutegemee kupungua ama kuisha kabisa kwa magonjwa ya mlipuko yanayotokana na mazingira kuwa machafu. Kwa sababu kama ninyi mkishiriki vyema kutunza mazingira, lakini pia kwa walimu wazuri kutoa elimu kwa wananchi namna bora ya kuweza kutunza mazingira, tusitegemee kupata magonjwa ya mlipuko katika manispaa yetu ya Morogoro mjini. Uongo kweli ndugu zangu? Lakini pia swala zima la malezi. Tusiwe tunakwenda maeneo tunaonekana sisi ni wageni. Ndugu zangu, kuna vituo vya ngapi vya watoto wa kuleana? Lazima kiidadi tuvijue, maana vinatokana kwenye maeneo tunayotoka. Lakini jambo la ajabu, utajikuta kiongozi miaka 5 hata siku moja hajawahi kwenda pale. Ataenda hilo eneo, labda pale anavizia ziara ya diwani, amekwenda kwenye eneo usiku. Unamwona kwamba ndiye mwenyekiti wa wazazi ameenda. Ama anavizia ziara pengine ya kamati ya siasa ya kata, ndiye pia anakwenda kwa sababu ni mjumbe. Jambo linakwenda kuzungumzwa pale na yeye anakuwa ni sehemu ya kusikia kama mtu wa kwanza. Ndugu zangu, hiyo ni sahihi kweli? Lazima tutimize wajibu wetu sisi kama viongozi. Mkifanya hivyo, jumuiya hii mtawavuta watu wengi bila kutumia nguvu yoyote. Lakini pia tukiheshimu mamlaka za juu, tutaupiga mwingi ndani ya nini? Chaguzi zetu. Na hawa watiania sisi wasiende kufanya nini? Kutuweka makundi, tukashindwa kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu ushindi huu unategemewa kwetu sisi jumuiya ya wazazi kwa wingi wetu na umoja wetu. Madam takwimu umesema wazazi wako juu sana.